Na amani ya Mungu iwe pamoja nawe. iwe pia pamoja nawe. Unaitwa nani? Mimi ni Gabox. Nani? Naitwa Gabox. 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 Au Yohana? Bwana wewe mashine. Gabox au Yohana? Yohana. Dini yako? Kristo. Wadhehebu gani? Roma. Kanisa mama duniani. Nashukuru sana. Una chochote cha kutuuliza? Wala mimi wakati kuuliza kitu. Unacho? Wakati napita nilikuta mwalimu siku zitatu kwa somo. Nikasikia kidogo kwa mbali. Sasa kidogo nikaanza utata kidogo. Wapi kaka una utata? Utata wangu ulikuwa mwalimu alikuja katika maeneo ya kusema haya yaliyomo ndani ya kitabu hiki cha Qur'ani ndio yamo katika vitabu vya kale. Tuko sawa? Sawa. Sasa hapo kidogo mimi nikapata utata. Je, yeye kusoma na kufundisha mwalimu kweli? Haya, toa utata wako. Kama amesema haya yaliyomo ndani ya Qur'ani ndio yamo katika vitabu vya kale. Na vitabu vya kale kuna Taurati, Zaburi na Injili. Sana. Sasa hapa wajibu wa mwelekeo wangu nikaona kwa kama ndivyo hivi ndipo nikifanya kwanza nisomewe 3:19 ya Qur'ani. Hapo tuzame katika vitabu vya kale. Je, katika Taurati, Zaburi na Injili je, maandiko haya hapo? Hii tuone tumekwenda sawa kidogo. Sikuacha nisome. 3:19 Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Ndio. Sasa kwa hivyo leo mwalimu hapa anasema bila shaka dini kwa safu ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Na haya tulikuwa tumeambiwa hapa tunasema yangu kwenye vitabu vya kale kati ya Taurati, Zaburi na Injili. Ndio. Sasa je, itakuwa unaandika katika Taurati, Zaburi na Injili bila shaka dini kwa safu mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu? Swali langu wewe msimamia hapo. Swali bwana Yohana zuri alafu tamu sana. Kwa mujibu wa Qur'ani, inna hadha la fi suhufi ula, suhufi Ibrahima wa Musa. Haya yaliyomo katika Qur'ani haya ndiyo yaliyomo katika vitabu vilivyotangulia, kitabu cha Ibrahimu na kitabu cha Musa. Kwa hiyo yaliyomo katika Qur'ani yako kwa Ibrahimu na Musa. Akatoa 3:19 Qur'ani, inna dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Je, katika vitabu vilivyopita ambavyo Qur'ani imetuambia yaliyomo katika Qur'ani yako katika vitabu vilivyopita, tutakuta neno ambalo limeandikwa dini ya haki ni Uislamu? Na kama alipo, maana yake sasa yaliyomo katika Qur'ani sio yaliyomo katika vitabu vilivyopita. Sio hivyo? Hapo tunakwenda sawa. Cha msingi kwanza tutafute vitabu vyenyewe vilivyopita. Kweli sio kweli? Hapo sasa tunachana. Sasa tutayapata vipi hayo maneno bila kupata vitabu vyenyewe? Hayo maneno yaliyosemwa katika Qur'ani, Mungu anasema yamo katika vitabu vilivyo Bakari tutangulia kabla ya kweli kabisa. tunakumbuka katika 3:19 bila shaka hiyo kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Ndipo kwa maana kaongeza katika Taurati, Zaburi na Injili. Ndio kwa andiko bila shaka hiyo kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Msimamia hapo. Sasa ili tupate sharti la kwanza tuvipate hivyo vitabu vyenyewe. Kweli sio kweli? Wewe unasemaje kwa hiyo? Yako, lakini kwanza
kwanza tuvipate vitabu vyenyewe. Tukishavipata sasa ndo tuweke 3:19 dini ya haki ni Uislamu, tuweke huko sasa. Kwa hiyo hapa bado tutavipata. Bado hatujavipata. Yeremia 8:8. Yeremia 8:8 inasema, mwasemaje? Mwasemaje? Sisi tuna akili. Sisi tuna akili. Na tazama Torati ya Bwana tunayo pamoja na Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Endelea. Lakini tazama, kalamu ya uongo ya waandishi, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya Torati uongo. Mpe anayo. Hapo ni kweli na maana yangu Mungu anasema katika vitabu vilivyotangulia tutapata maneno dini ya haki ni Uislamu, lakini vitabu vilivyotangulia tunaambiwa waandishi wameifanya Torati kuwa nini? Sikiliza kwanza. Haya, nakusikiliza. Hapa Mwenyezi Mungu anakuja kati anazungumza alikuwa yote ameshayajua, ndio? Na kwa maana akakwambia katika aya hiyo ndani ya Qur'an, wewe katika vitabu vya kale vilivyotangulia kabla ya Qur'an. Unaona? Mimi sijakataa. Sasa ndipo kwa maana mimi nikasema kama ndivyo hivyo, wewe basi iliandikwa ili unaotoa iliandikwa bado ambalo wewe hujamaliza kusema katika andiko ambalo nilikuwa nimelitoa kwa kusema katika Taurati na Zaburi na Injili, kwa bila shaka dini kwa safi mbele Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Bado hii unatafuta hiyo somo lingine, sio ile. Mungu kasema yaliyomo katika Qur'ani ndio yaliyomo katika vitabu vilivyo kutangulia. Ili tuyaone lazima tuvipate vitabu vilivyo kutangulia. Vile vitabu vilivyotangulia tunawaambia waandishi wamevifanya kuwa vya. Mpenda kiongea tena. 8:8 inasema, mimi sijakataa, Mungu anasema kweli yapo, lakini wametokea wajanja vile vitabu vilivyotangulia wakavitia mikono wakaandika ya kwao. Yaani yale ya kukufanya wewe uwe Muislamu saizi Bwana Yohana wakakutolea kule. Na ungeliona iliyoandikwa angeliacha Bwana Yohana usingekuwa Mkristo. Wakasema Bwana Gearbox tunampaka vipi? Cha msingi maandiko yote yanaonyesha Uislamu toa. Na ndio maana sasa hivi kuna Bible, Yesu akasema amani ya Mungu iwe juu yenu. Imetoka Bible, Yesu anasema hamjambo au Jehovah Witness. Imetoka Biblia sasa hivi kuna Mungu Baba, Mungu Mwana. Hawezekani kupatikana mwana bila mama, wakaeka na kuna Mungu Mama. Kwa hiyo Torati ile imeharibiwa, na ndio maana ukuti neno Torati. Huwezi kukuta neno Torati, lakini utakuta kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu sio Torati. Lakini athari za Uislamu zikaachwa. Yaani baadhi ya vitu wanadamu wakiandika vitu vingine wanavisahau. Athari ya Uislamu ukabaki. Ukisema neno Islamu umetamka neno la Kiarabu lenye Kiswahili fasaha kunyenyekea. Akisema mtu ana muslim, maana yake anasema mimi ni mnyenyekevu. Maneno hayo katika Qur'ani sura ya 2 aya 130, Ibrahimu anawaambia wanawe fala tamutunna illa wa antum muslimun, msife hali ya kuwa nyinyi mmekuwa wanyenyekevu. Kwa hiyo ndani ya Bible hakuna neno Islam, kwa sababu limetolewa watu wameandika wakasahau wakaandika neno unyenyekevu. Zefania 2 mstari wa 3. Zefania 2 Naam, Zefania 2 mstari wa 3. Wewe Yohana njoo kwenye Uislamu utaenda motoni wewe. Zefania 2 mstari wa 3 inasema, mtafuteni Bwana. Andiko linasema mtafuteni Bwana. Enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia. Enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia.
ninyi mliozitenda hukumu zake. Ndio. Itafuteni haki. Kiarabu inasema utulubul haq. Itafuteni haki. Endelea. Utafuteni unyenyekevu. Utulubul islama. Utafuteni unyenyekevu. Huenda mkafikwa katika siku ya hasira ya Bwana. Bwana Yohana kakimbia. Farra min kaswa. Bwana Yohana katoka Luki. Kwa hiyo Uislamu katika Bible umejaa. Bible ukisoma ingawa ametoa baadhi ya mambo, lakini habari za Uislamu unazikuta. Leo unapokwenda msikitini unakuta Waislamu wamejipamba na kanzu, Waislamu wamejipamba na kilemba, Waislamu wamejipamba na kofia. Maneno hayo katika Biblia Waislamu wenzetu walikuwa nayo, Walawi 16:4. Ndani ya kitabu cha Walawi. Changamka kidogo. Walawi 16:4 inasema. Ndio. Sasa inasema ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Musa anaambiwa avae kanzu. Bwana anavaa nini Musa? Anavaa nini? Kanzu, sio suti. Endelea. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Endelea. Atafungwa ule mshipi wa kitani. Alafu atafungwa ule mshipi wa kitani. Endelea. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Alijua anavaa kofia. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Ana suti, kanzu, kofia, kanzu na kofia. Leo kuna Muislamu anavaa kilemba anaonekana mtu ajabu. Kweli sio kweli Waislamu? Muislamu wa kiume akipiga kanzu yake, akipiga kilemba anaonekana mtu ajabu, anabadilishwa majina, anaitwa gaidi. Biblia inasemaje? Lawi 8:13. Ndani ya kitabu cha Walawi 8:13 inasema. Ndio. Kisha Musa akawaleta wana wa Haruni na kuwavika kanzu. Aliwavisha kanzu na kuwafunga mshipi. Akawafunga mishipi na kuwavika nini? Vilemba. Akawavika vilemba kama Bwana alivyomwagiza Musa. Vilemba kabisa wanavaa sana vilemba. Kama shehe wangu alikuja kilemba. Shehe Ibrahim Shehe Njoo. Huyu kavaa, Biblia ndio imembalisha.